Nilichokusudia kuhudhurisha kwa umma ni kuhusiana na mada inayotawala hivi sasa toka hapo mwanzo, ni kwamba ni mada ya amani na utulivu. Mada ya amani na utulivu. Lakini mada hii ya amani na utulivu pia ni kauli mbiu ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kuelekea Oktoba. Ni kwamba ni uchaguzi ambao unaendana na hali ya amani na utulivu kwa wananchi wa Tanzania. Ndugu zangu, tunapoelezea swala zima la amani, tunaelezea nini? Tunaelezea Uislamu. Tunaelezea Uislamu. Nini maana ya Uislamu? Nini maana ya Uislamu? Uislamu maana yake ni upendo, amani na usalama. Uislamu maana yake ni upendo, amani na usalama. Lakini ndio kauli mbiu ambayo ilichaguliwa na viongozi kuendea uchaguzi kwa utulivu na amani. Tunazungumza haya kwa sababu mamluki wameshaingia katika nchi ya Tanzania kutaka kuwagombanisha Watanzania, kutaka kuifanya Tanzania isiwe ni kitivo cha amani na upendo, ambacho ni kitivo ambacho kinashikiliwa na wengi kutoka nchi za jirani. Kwa amani ni kitu cha thamani kwa mwanadamu. Amani ni kitu cha thamani kwa Muislamu. Amani ni kitu cha thamani kwa Mkristo. Amani ni kitu cha thamani kwa asiyekuwa na dini. Hii leo amani na utulivu kitoweka, hakuna shughuli ya maendeleo yoyote ambayo wewe mwanadamu unaweza ukaifanya. Amani kitoweka, hakuna ibada ya aina yoyote, uwe Muislamu uwe Mkristo, hakutoeleka makanisani, hakutoeleka misikitini. Amani kitoweka. Na hii amani ipo ndani ya viganja vyetu. Amani ipo ndani ya viganja vyetu. Tukipoteza amani, ndugu zangu, basi sisi tutakuwa ni watu wa aina ya tofauti kabisa. Ndugu zangu, kama amani ni kitu cha thamani kwa mwanadamu, kuna umuhimu wa kuienzi amani yetu. Tuna umuhimu ya kuienzi amani ya nchi yetu. Tuna umuhimu wa kuheshimu amani ya nchi yetu. Na amani inapotea kwa njia zipi? Amani inaweza kutoweka kwa njia ya kisiasa. Watu wakigombana wao kwa wao kupitia vyama vya kisiasa, kupitia usiasa, basi amani inaweza kutoweka. Kuirudisha hiyo hali ni nadra. Kurudisha hiyo hali ni nadra, ndugu zangu. Amani inaweza kutoweka kupitia njia za kiuchumi. Watu wakawa ni wenye kuhasiliana, wanaoneana vilicho katika hali ya kiuchumi, basi wanaweza kuondokewa na suala zima la amani. Wanaweza kuondokewa na suala zima la usalama. Wanaweza kuondokewa na suala zima la upendo. Kuna leo tunaona baadhi ya ndugu zetu wamehitilafiana. Baadhi ya ndugu zetu wamehitilafiana. Familia moja, lakini wamehitilafiana mpaka wanaingia kaburini, hawana hali ya kusalimiana. Nini? Kwa sababu amani imetoweka. Amani ikitoweka, hakuna ushirikiano. Amani ikitoweka, hakuna mahusiano mema. Amani ikitoweka, hakuna tena maendeleo. Ni swala zima la amani. Ndio maana Uislamu ni amani, upendo na usalama. Sehemu yoyote ile isiyokuwa na upendo
hiyo hakuna Uislamu. Sehemu yoyote ile isiyokuwa na utulivu hakuna Uislamu. Dini itaendaje kama watu hawana amani? Dini itaendaje kama watu hawana mahusiano mazuri? Dini itaendaje kama watu hawana mahusiano mazuri ili kuweza kumzuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini vile tuseme nchi itaendeleaje kama watu hawana mahusiano mema na viongozi wao? Hawana mahusiano mema wao kwa wao, kutoombi, maendeleo yatapatikana wapi? Kwa tukipoteza hali ya amani, wallahi thumma wallahi tutaishi kwa shida isiyoelezeka. Na hii amani tunaweza kuigawanya katika vigawanyo hivi. Amani inaweza tukaigawanya katika vigawanyo hivi. Amani inaweza kutoweka baina ya nchi na nchi kupitia sababu za kiuchumi, kupitia sababu za kiutamaduni, kupitia sababu za kisiasa. Leo hii tunaona Israeli na Iran wako ndani ya vita. Hatujui ya Rabbi hivyo vita vitaisha lini. Hatujui. Anajua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni dhambi, hiyo ni laana ya dhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaadhibu wao. Yaani kishatoweka amani tu, Allah lazima alete laana. Allah lazima alete laana. Kwa hiyo amani inaweza kutoweka nchi na nchi, kama vile tunavyoona Israeli na Iran. Wakati sasa ukienda kwenye mitandao utaona habari yake ilikuwa nzito. Watu amani hakuna, ibada hakuna, shughuli za maendeleo zote hakuna. Misikiti inabomolewa, kanisa inabomolewa, majumba yanabomolewa, hakuna vikongwe wanauawa, watoto wadogo wanauawa. Ni amani tu imetoweka, utulivu tu imetoweka. Wala Tanzania unawasikia habari hii, hebu iombee amani nchi yako. Hebu iombee amani viongozi wako wanaotarajia kutawala. Hebu tujiombee amani na utulivu sisi wenyewe tunakuwa katika nchi. Na lazima niwaambie habari moja iliyosikitisha. Mwaka uliopita hapa Kilindi watu walikuwa hawana amani kwenda mashambani. Mtu mmoja tu alisema, jamani, miembe mitatu nilimuona simba. Miembe mitatu nilimuona simba. Taarifa ikatapakaa kijiji kizima, watu walikuwa si wenye kwenda shamba kuna mifugo yao. Walioleta taarifa hiyo ndio walikuwa wanaenda shamba kuiba mifugo ya watu. Sababu amani ilikuwa haipo, watu walikuwa wanashindwa kwenda mashambani. Amani na utulivu ilitoweka. Lakini leo hii tena kakutana mtu akasema, jamani, nimemuona simba miembe mitatu. Wallahi ninyi hamwezi mkaenda shamba, mtaogopa. Ndugu zangu, tuenzi na kulinda amani ya Tanzania. Tunaangalia vigawanyo vya amani nchi na nchi. Kuna kigawanyo kingine cha amani cha watu na mtu. Leo hii tunaona nchi moja, Kongo tu. Kongo wanapigana wao kwa wao. Watu hawana amani na uongozi wao kwa sababu tuna kiongozi ambaye mwenye kabila la Kitusi, yeye ameunda
ni kazi ngumu kurudisha. Utulivu ukitoweka ni kazi ngumu kurudisha. Hiyo ni cha Kongo, watu na mtu, yani watu na uongozi. Hebu tuone kidini, tuangalie amani ilipotoweka ndani ya familia, ndani ya koo. Muangalie Yakobo na familia yake. Yakobo alipompenda mwanawe Yusufu, kilitokea nini? Yakobo alipompenda mwanawe Yusufu, nini kilitokea? Ndugu wa Yusufu walikuwa hawampendi ndugu wa Yusufu, yani kaka zake Yusufu na ndugu wengine walikuwa hawampendi Yusufu, walikuwa hawampendi kabisa. Na hata ikafika mahala ndugu wa Yusufu wakamuomba baba yao, baba, tunamuomba Yusufu tukatembea naye. Baba yake Yusufu akasema, jamani, mwacheni apumzike Yusufu. Watoto wale kaka zake wakamng'ang'ania, baba, tunamuomba Yusufu, baba tu, kwa sababu ya kumpenda kijana fulani. Angalia amani ilivyofungiza ndani ya familia. Unapopenda usipende kila mmoja ajue kama umpenda. Hilo funzo tunawaambia wengi ndio msikiza kwa muda huu. Unapopenda familia yako, usipende familia ijue ni nani mwana unampenda. Utamtafutia balaa kama alivyotafutiwa na Yusufu. Basi wale watoto kaka zake au ndugu zake Yusufu wakakubaliwa na baba yao, nendeni Yusufu, mnapotaka kwenda kule. Wale ndugu wakajipanga, tufanyaje huyu Yusufu atungue? Mwingine akisema tusimuue, mwingine wakashauriana wao, wakamchukua nabii Yusufu wakamuingiza ndani ya kisima ambacho watu wanasafiri wakipita pale wanakunywa maji. Walipofika wasafiri wanaingiza ile ndoo kutoa, wanaiona ile ndoo nzito toka kwenye kisima. Kuna nini? Wakasaidiana. Wakati huo ndugu wa Yusufu wamerudi nyumbani na kanzu la Yusufu wakilia, baba, Yusufu ameliwa na mbwa mwitu, angalia damu imeenea katika kanzu. Baba yake, mama yake, familia yake ikaanza kulia, wakimlilia Yusufu mwanangu, Yusufu wetu, niliwaambieni msiende na Yusufu, leo angalieni kilichotokea. Lakini unajua nini walichokuwa wamefanya? Ndugu zangu, amani ikitoweka hairejei kiurahisi unavyofikiria. Leo hii mamluki wameshaingia katika nchi yetu, wanatafuta sisi tugombane. Nchi za jirani zote wameshagombana. Kenya wameshagombana, Kongo wanagombana, wanaendelea kugombana. Nchi zote, Uganda wanasema prize, hivyo wakigombana kule wanakimbilia katika kisiwa cha amani, wanakimbilia Tanzania. Tunawapokea Tanzania, watakula Tanzania, watalala Tanzania, tunawakaribisha Tanzania, kaza wakaza. Hao ni wa Tanzania, na hiyo ndio sifa ya Tanzania ambayo imetolewa katika dini ya Allah azza wa jalla, Uislamu, upendo, amani na usalama. Wewe unamjua ni nani ambaye anataka amani, ni nani ambaye anataka utulivu, ni nani ambaye anataka usalama? Unamjua. Mtu muungwana anataka usalama wa mali yake na mali ya jirani yake. Akiona fulani ameibiwa, anapiga kelele, anatoa tuma, jamani fulani mwizi anaiba. Hiyo ndio amani na usalama anataka itawale na endelee kutawala katika nchi ya Tanzania, toka kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye wilaya, kwenye mikoa, kwenye taifa Tanzania. Bila swala hilo wallahi thumma wallahi tutakuja kujutia. Ndugu zangu, tunawagonga ndani ya majumba, watakwenda wapi? Wataweza kukimbia? Tuna vikongo ndani ya
kupendezesha. Allah muda huo alipotaka kukimbia yule mfalme, ikabidi kimbunga kitokee, upepo utokee, anapanda ndege, anataka kuruka, ndege imerudishwa katika ardhi. Allah akatoa maji kutoka baharini, akatoa volkano kutoka milimani, akachukua kadha, vikaja nchi kavu, vikafanya maangamizo kwa aliyekuwepo na asiyekuwepo katika haki. Yote viliwachukua, ila maji yale yaliyokuwa kutoka huko yalizunguka wale waliokimbia katika msikiti, katika nyumba ya Allah waliosalimika. Amani, ndugu zangu, ni kitu cha msingi katika maisha ya mwanadamu. Leo hii wanaanza tena upya kujenga mji wao ulioharibiwa baada ya kubomoka imani, baada ya kuondoka kwa amani, baada ya kupoteza amani na utulivu na usalama wa nchi yao. Haya, hiyo ni kuwa ni amani ya watu na mtu. Tumekwenda mpaka kwa Nabii Yusufu, lakini baadaye Nabii Yusufu aliokolewa na wasafiri, akaendelea na maisha yake, na ndugu zake waliomfanyia ubaya walirudi tena. Sasa habari ni ndefu sana, sikusudia kuongea hilo. Haya, Yusufu ndio akawa tegemezi sasa kama mfalme. Ndugu wale wakaja kusikia habari mgeni kadhalika hivi, kuna kitu kilichofanyika kwao, ikatiliwa barua, wakaja kutafuta vyakula mji wa Misri, kwenda kutafuta vyakula mji wa Misri. Yusufu akajua hawa ndugu zangu, kawapa vyakula, pelekeni huko. Ndani akatia barua, ikarudi kwao kwenye familia wakachukua vile vyakula, kuangalia ndani, wakuta barua, wakaisoma ile barua: mimi Yusufu, mfalme wa sehemu fulani, njoeni ndugu zangu. Tuko hapo. Amani ni kitu cha msingi katika maisha ya mwanadamu. Leo hii tunazungumza ndani ya familia yetu, tunazungumza tena ndani ya familia zetu kuna maogovu makubwa, na familia zenye maogovu makubwa wasiotaka kusuluhishana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutia laana ndani ya familia. Allah anaidondosha laana ndani ya familia. Familia inakuwa na laana kwa sababu ya kukataana udugu, aidha kwa mali, aidha kwa elimu, aidha kwa hali, mabadiliko ya hali ndani ya familia. Allah anatufanya yeye hana msamaha. Wale kukataana udugu, wale kuvunja amani na utulivu, Allah ametia laana katika ile familia. Ya vipo ya kukataana udugu, hawa waliolala ndani ya tumbo moja. Leo hii kuna watu wamelala ndani ya tumbo moja, ndani ya mama yao moja, wamelala ndani ya tumbo lao moja, wamelala kunywa maziwa kinywaji maziwa mama yao moja. Leo hii wanakitafiana, leo hii wanagombana. Allah lazima atie laana. Na laana sio subiri hadi kiyama, baada ya kufa ndio unaenda kuiona. Laana hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaionyesha ndani ya dunia, anaionyesha hadi kuwa tuko wazima, kila mmoja anapata kuona hizo ndizo laana ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazozungumzia. Unapigwa laana wewe. Kama unasikia ujumbe huu, nenda kafanye ndugu yako, mrekebishane, msalimiane. Yani mnakufa bila kusalimiana, kwa sababu mimi nina kipato fulani, kwa sababu mimi nina mali fulani, kwa sababu mimi ni mwanashamba mimi, kwa sababu mimi, kwa sababu mali yangu siwezi nikaishi kwa kuomba. Hakuna mtu ambaye anaweza kufa na mali. Mtu anaweza kufa masikini, mali kaondoka, au mali kaondoka ukawa masikini ukafa. Hiyo ni system ya maisha ya mwanadamu aliyetumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
tumepata. Haya, hiyo ni amani tu ya nini? Ya watu na mtu. Tumepata mifano ya Yakobo, tumepata mifano ya nchi ya Kongo, tumepata mifano ndani ya familia zetu zinazotuzunguka. Lakini kuna upotevu wa amani wa mtu na nafsi. Kuna upotevu wa amani wa mtu na nafsi yake. Mtu baada ya kufanya dhulma, anadhulumu, anakula riba, anatembea na haki za watu, anafanya kazi. Hapo anaivuruga amani ya yeye mwenyewe. Anavuruga amani ya yeye mwenyewe. Anafanya mauaji, anavuruga amani yake na nafsi yake. Anaivurugaje? Usije ukasikia fulani amejinyonga, fulani amejiua, fulani kadha. Na usiseme wewe utakuja kujiua. Acha, ametuhumiwa na nafsi yake baada ya kufanya tendo ovu limemkosesha amani. Hata mimi ndugu zangu hawa wafanyakazi wa serikali wenzangu hawa nawaambiaga, enyi nyinyi maafisa, angalieni msile mali za watumishi wenu. Msile mali za watumishi wenu. Zimekuja hela za likizo, wao wanatandika. Zimekuja hela za masomo, wao wanatandika. Hiyo ni lawama ndani ya nafsi yako. Utaipataje? Utakuja kukumbuka baada ya kusafu. Umeshasafu sasa, umeshakuwa mzee, kuna lolote la kufanya, unakumbuka mimi nilikula mali za watu, nilikula hela za watu za mnaana za watu, nilikula kadha, nilikula. Sasa mambo mengi ndani ya nafsi yako unayo. Nilizini wake za watu, nilizini wale wake ambao watumishi wenzangu wale wanakuja kuomba madaraja, wanakuja kuomba nafasi nzuri zile za kazi. Mimi nilikuwa ni waziri. Hasa unakumbuka yote yanakuja. Hasa unakuwa na lot of concentration. Unapokuwa na mawazo mengi ndani ya kichwa, haya ni msongo wa mawazo, yanakujengea maradhi ya kisukari, maradhi ya presha. Wakati mwingine maradhi hayo hayaleti kwa mambo hayo, lakini wakati mwingine mambo makubwa yanaleta kwa maradhi hayo. Unatumuliwa na nafsi, unakuwa na mawazo mengi. Utafanyaje wewe? Utachomokaje katika mikono ya Allah? Utachomokaje? Leo hii tunazungumza haya, wallahi inatia huruma na inaogopesha. Leo hii watu wanagombaniana mipaka ya mashamba. Leo hii watu wanagombeana mipaka ya mashamba. Leo hii watu wanagombeana robo eka. Leo hii watu wanagombeana hatua mbili, na wala wanataka kusaidia. Mwenye ukweli anajua analinda sio chake. Mahakama ya Allah ndio inayokuja kufanya suluhisho hilo. Duniani leo utapata, utaonga, utamwonga hakimu, utafanya kadha wa kadha, lakini mahakama ya Allah inakusubiri. Mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakusubiri. Wanadamu, tabueni tusije tukapoteza amani, utulivu, upendo wetu tuliokuwa nao. Utatukosi katika safari ya maisha ya akhera. Mtu ukifa hakuna kinachoongezeka tena. Ukifa umekufa. Yada kusaidia ni yale mambo ambayo uliyotanguliza kipindi cha uhai wako. Umefanya jema wewe? Wewe unaonisikiliza, umefanya jema lolote? Al-mauta yati mautakali. Mauti unakuja kwa ghafla. Mauti kama unakuja kwa ghafla, je, unajitambua? Umefanya mema gani? Au unazidi kuongeza hasira kwa watu? Unazidi kupoteza amani, upendo na usalama kwa watu? Utasalimika wewe? Mwenye kupoteza amani na usalama na utulivu kwa watu, kwanza yeye anapotezewa katika hii dunia, anakuwa mapenzi na watu hana. Mapenzi na watu hana. Wewe huwezi kusikia kauli zao, huwezi kusikia kauli
yanapungua, nguvu ya kutembea yanapungua, kama unakimbia unakimbia, maradhi yanapotama. Hizo ndizo dalili za kuelekea safari ya akhera. Hivyo muyaone hayo hamuyaoni? Kwa nini msibadilike? Kwa nini msibadilike kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wewe unaona gani kinakuja hivi hapa hivi? Unisubiri gani hizi? Sasa kidogo hivi. Na wewe bado unakaa unaangalia. Nitakugonga. Ndugu zangu, kuna mazungumzio ya Uislamu, tunazungumzia katika hali ya namna hiyo, pendo, amani na usalama. Hata hao wazee wazungu wanasema maneno yao. Islam is to surrender the whole prohibited thing which God instructed human beings to do. If you don't surrender, you will not be real Islam. You will be an Islam. What does this word connotate about? Haya maneno yana maana gani? Yaani Uislamu ni kujisalimisha na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utajisalimishaje? Kwa kuacha yale maovu yote aliyoweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake. Hata kama hujui, hujasoma, nafsi inakwambia, nafsi inaona, kwa sababu mwanadamu ana macho manne, ana macho haya tunaangalia, na ana macho mawili ndani ya nafsi, ana macho mawili ndani ya moyo. Auongozi moyo unakwambia hilo baya, nafsi inaangalia, macho anaangalia kawaida, hakuna hamna ubaya wote hapa. Unafunika kwa unachapa raha. Unaendelea na mambo yako. Lakini mwenye kuona kwa kutumia macho ya nafsi, wallahi hafanyi maajabu ya aina yoyote. Nafsi inamwambia, tambua huyu mwanadamu huyu ana misukumo mitatu ya nafsi. Sio anaambia wewe mitatu ya nafsi, ana misukumo mitatu ya nafsi. Kuna ego and super ego. Yaani nafsi yake msukuma kwanza, nafsi ni nafsi yake yenyewe inamwambia fanya hili jema, inaamrisha kutenda jambo jema, fanya jema wewe, fanya jema. Hauna na msukuma namna hiyo wewe? Unao. Hauna msukuma namna fanya jema? Unao. Msukumo wa pili ni yule anaokuambia fanya jema wewe, acha tenda ovyo. Acha wanawali yangu, fanya. Yaani nakuruhusu fanya jema, uliache utende ovu. Fanya jema, sio fanya jema, fanya ovu. Fuma amanu, fuma kafaru. Kisha unaamini vibaya, kisha nakufuru na nitenda. Msukumo wa pili. Msukumo wa tatu ni ule msukumo ambao unaotoka nje kwa mtu mwingine. Ndio maana tunawaambia tafuta marafiki wema katika maisha yenu, tafuteni marafiki waungwana katika maisha yenu, kwa sababu marafiki hao wanaweza kusukuma katika jambo jibu la heri. Jambo jibu la heri unaweza kusukumwa nalo. Wanadamu wanaweza twende bwana tuzini bwana. Twende zetu. Asa na kumbe na wale hao mambo wanadamu wale tunakufanya ushirikina bwana. Bwana twende tukaibe bwana. Unaenda kuiba. Kwa msukumo watatu huo unatoka nje huku, na ukiona kama wewe umesema hili ni baya, achana nalo. Bwana mimi siwezi kufanya hivyo. Siwezi kufanya hivyo. Na msukumo mwingine huo watatu unaanza kuambiwa na watu kufanya jambo zuri. Bwana twende kufanya bwana. Unatoka bila kufanya. Bwana kufanya hivi, bwana acha kuzini, bwana unaoa. Huo ni msukumo watatu. Na hii msukumo imo ndani ya dini. Anafu lawama, anafu mutmainna. Nafsi mutmainna, nafsi ambayo yeye kwa kufanya mambo mazuri kwa mema. Ndio maana Allah
ataondoka katika dunia. Nafsu mutmainna ilirja ila bika marjia fadkhuli fi ibadi dukhuli janna ala yabisha nafsi. Ijiunge na waja wema huku kielekea peponi. That's a concentration. Na kupandi wazo tu inajiunga na waja wema inaenda peponi. Nafsi lawama, nafsi ile yenye kujilaumu, ndio hapa nimezungumzia pale mwanzo pale. Umetenda jambo, baada ya kutenda jambo, mfano umeua, baada ya kuua watu wamekuona, sheria ya nchi ya Tanzania kwamba aliyeua basi na mwingine naye uawe au kufa maisha. Kinachotokea pale nini? Mimi nikionekana hapa nitauawa. What's the solution? Solution ni nini? I should have to commit myself, to be committed suicide. To be committed suicide. Yaani hapa takiwa mimi nijiue tu, nijinyonge. Hasa hapo napata wazo, nakwenda kutafuta kamba, unaenda sehemu, unatafuta jambo lazima lirudi. Kwa hiyo kuna kuzeeka. Tunaona hata viongozi mbalimbali na wajua nyinyi walikwenda katika umri wao mpaka walizeeka, hata kuongea wakati mwingine akili inaama, watu wanabaki kucheka. Hiyo hali kila mmoja itakuta kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna uzee, lakini kuna kufa. Uzee uko na kufa kuko. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilike, tufanye mabadiliko, na Allah humpenda sana mtu ambaye anayefanya mabadiliko. Tukasema sasa mimi nabadilika, na Allah lazima akufanyie mabadiliko. Amjasikia nini? Watu wanatoa shuhuda, nilikuwa mwizi sana mimi, lakini sasa si mwizi
Hamuwaoni watu wanafanya shughuli za namna hiyo na hata jamii inawakubali? Wanakubalika ndani ya jamii. Kwa hiyo usione tabu kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tunarejea katika swala la amani ambayo ni kauli mbiu ya uchaguzi wa Oktoba 2025, utulivu na amani. Ukioni kama mzalendo wa nchi hii ya Tanzania au nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, elewa ni nani anataka hali ya uvunjifu wa amani. Huyo anayetaka hali ya uvunjifu wa amani hana uwezo wowote wa kukimbia, atabakia hapa hapa. Lakini pia huyo alitufushia uvunjifu, alituletea uvunjifu wa amani ya nchi yetu. Muone kwa jicho la ubaya, na ikiwezekane uambie uongozi huyu haitaki amani na usalama ndani ya nchi ya Tanzania, anatutakia sisi balaa. Utakuwa umefanya msaada uliokuwa mkubwa sana. What is the next? Nini matukio baada ya mabomu? Nini matukio baada ya mabomu? Wanasiasa wanaenda migombana, mmetukanana ndani ya vyama vyenu, mmetukanana ndani ya vyama. What is the next? Kwanza mtu ukitaka madaraka ni wewe tu. Miaka yote lazima uwe wewe tu. Sivyo hivyo. Just matters of innovation. Hii ni hali ya mabadiliko. Ni hali ya mabadiliko. Ndugu zangu, amani, utulivu, upendo na usalama ndio mwimbo wa Watanzania wazalendo wenye hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana mzalendo yote lazima awe na hofu ya Allah. Na ukitaka amani inakontroliwa wapi? Yaani hii amani, utulivu, upendo na usalama inapatikana wapi? Sikiliza, sehemu ambayo unaweza ukaona amani ya kweli, upendo wa kweli, utulivu wa kweli, usalama wa kweli katika sehemu hizi mbili, katika moyo na akili. Aidha akili kaiambia moyo hicho unachokifanya ni kibaya, amani itapatikana, vyote vitapatikana. Aidha moyo ukaiambia akili, hivyo vyote vitapatikana. Lakini si kutumia akili peke yake, utakuwa umefanya kosa kubwa sana, kosa la uvunjifu wa amani, kosa la uvunjifu wa upendo, utulivu na usalama. Utakuwa huna huruma, kwa sababu ni jambo ambalo unalofikiria kiakili halipo ndani ya moyo. Na kuingiza ndani ya moyo hiki kinachokitenda, basi silipakeshe. Mrejea wake ni nini? Mrejea wake ni upi? Ukiona mrejea wake ni mbaya, hili halifai. Na Allah alipotuumba na tujua, na sisi wenyewe tunajijua. Wewe huwezi kunielewa mimi. Ukinielewa mimi ni pasha. Utanielewa mimi ni juu. Utanieleza mimi ni juu. Lakini mimi mwenyewe najijua vizuri mno kuliko unavyojua wewe, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo kabisa. Kwa ndugu zangu, tutumie moyo ambayo ndio nafsi inapata mwongozo kutoka kwa Allah Ta'ala. Waingereza wanasema molarite ni ule moyo ambao unakuwa ufide, unaojazwa maneno ya kiungu.
wanaonekana hawaonekani. Lakini kama atakuwa na ethics ya kidini, anasema hawezi kazini, anapotezea mtoto maisha yake baadaye, anafanya mambo magonjwa, anafanya kaza. Ukiona mtu anafanya hivyo, hata kama ni mtumishi, hana maadili ya dini, morality aspect, haipo. The same applies, ukiona daktari anazidi mgonjwa wake, yeye ana maadili ya kusomea, hafundishi dini, maadili ya kusomea. Ukizidi mgonjwa utafungwa, ukizidi mgonjwa utafukuzwa kazi. Lakini wanajua wangapi wanafanya hayo, wanazidi ugonjwa wao wangapi, ndio wanaonekana. Lakini nafsi naona, lakini kama atakuwa na maadili ya dini, hawezi kuzidi ugonjwa wao, hawezi kutembea na ugonjwa wao, hawezi kutoa mimba za wanawake, hawezi kufanya kazi kadha. Wanajua na maadili ya kiroho yanawakataza morality, ethics. Kwa hiyo kila kazi ina maadili ya aina nyingi. Kuna maadili ya kujifunza kwa kazi yenyewe unayoendelea, na kuna maadili ya kiroho. Na malizia kwa kusema, ninyi msikilize maneno haya ya kumcha Mungu. Pelekeni vijana wenu kwenye madrasa wakajifunze kumjua Mungu. Zani mwapeleka international school, mwapeleka media schools, wakajifunze kwa Kiingereza ambavyo wanaopenda, ambavyo hata nyao wanaviongea. Pelekeni. Lakini mtoto usipompa maadili ya dini, hawezi kuwa kiongozi bora, hawezi kuwa kiongozi mzalendo wa nchi yake, hawezi kuwatetea wananchi wenzake, kwa sababu hana maadili ya dini, hana huruma, hana upendo, hana usalama, hana yote, amekosa ethics za dini. Morality haipo. Wewe peleka mtu wako media, peleka tu. Wasiende kanisani kupata mafunzo siku ya Ekaristi, wamjue Mungu wao, wasiende madrasa, wasiende msikitini, wasiende kaza. Wewe peleka tu. Ndio hao baadaye wanakuja, naweza kuomba mapenzi kama mzazi wao. Kama naonaje? Wanangu, kuja kufundisha maadili ya dini, kuja kufundisha atafanyaje sasa? Kwa sababu bwana hakimu anapenda rushwa. Hapendi rushwa yeye. Ulimpeleka akamjua Mungu. Mungu hamjui. Ndio huyo kuswali, kuswali huyo. Hawezi kufanya jambo lolote jema, hawezi huyo. Hata Ramadhani ikija naona kitu kwa kawaida, hawezi huyo. Lolote hawezi. Yuko yeye na dunia na yeye, atakwenda katika maisha yake, atakuja kufikiria uzeni. Wasijitambua. Ndio maana leo wanaona wengine wanazidi, wanafanya ushirikina, wanafanya kadha. Nini sababu? Na watafutia watoto wangu mali ya baadaye, wanakuja niambia kama kwa duniani utafuta watoto wako katika hali ya ujinga huo. Unagombana na watu katika masuala ya ardhi, yani hivyo watoto wako waje kuishi zenu katika ujinga huo. Hajazungumza hivyo hata mara moja. Ndugu zangu, maisha ya ukweli ya mwanadamu yanaendana na hali ya upendo, amani na usalama. Ni maisha yote ambayo yanayoendana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale unapoona hapa ndo sahihi katika dini yako, nenda katika dini yako, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa mpole, inamisha maisha yako chini. Hapo ndipo utakapoweza kuwa salama, wewe utakuwa salama, familia yako ndani itakuwa salama, mali zako zitakuwa salama, jirani zako watakuwa salama, watu wako watakuwa salama, na taifa lako lote kwa ujumla litakuwa salama. Unajisikiaje kama umekwenda ofisini kwa kukutana na kiongozi mwadilifu? Hakutaki hela yoyote ile, atakusaidia kisha akamwambia nenda. Na wewe ukasema hivi, alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
unabakia hapa kuendeleza. Yaani mara ngapi tunaona mtumishi wa serikali, mtumishi wa dini umepata barua ya namna hiyo? Au hata sio mtumishi wa serikali, mtumishi wa chama au mtumishi wa dini, wewe mwenyewe pekee yako kwa siku unapata alhamdulillah ngapi? Unapata shukrani ngapi? Mungu akushukuru tena na hela unapata nini? Yaani unapata shukrani ngapi kutoka kwa watu? Maana shukrani zinajibu msaada wako. Umetoa msaada kiasi gani? Zangu hakuna vitu ambavyo vinakutia huruma, vinavyofunisha kama hivi. Mtu anaamka asubuhi hana alhamdulillah yote kushukuru Allah jamaa. Yeye ashukuru na yeye hashukuriwi mpaka anaingia tena kulala. Na kuambiwa anashukuru, Mungu amsaidie, ni kitu kikubwa mno. Utapataje bila kutoa msaada? Utapataje bila kutoa lugha nzuri? Utapataje bila kusaidia, bila kuongea mambo mazuri? Utapataje alhamdulillah? Wewe bodaboda unapata alhamdulillah siku yote, ukambeba angalau siku mmoja bure tu, akasema alhamdulillah, akasema alhamdulillah, Allah kuzidishie, Allah bodaboda apige. Ulishakuwa mtu zaidi ya kutaka buku mbili, buku tatu. Wewe una hali hiyo, wewe niseme tena, upendo, amani, utulivu na usalama vitujenge katika maisha yetu ya kila siku. Tembea kwa tabasamu, ukipita mtu akufurahie wala asikumie. Hiyo ndio hali ambayo tunahitakiwa tuishi nayo. Maisha haya ni ya kupita, maisha haya ni ya kupita. Tusiwe viburi, tusaidiane, tushirikiane ili tuweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-mauta yati ba'tatani, mauti unakuja kwa ghafla. Unaweza kulala baada ya kusikia maneno haya, unaweza kufikiri ukafa. Toa ahadi kwa Allah, Allah mimi najirekebisha. Acha napambana na maisha. Sema napambana mpaka kieleweke. Wewe ndio unaojua kutafuta. Tafuta kwa kiasi, nafanya ibada vile vile nusu kwa nusu, half by half. Usilalia upande mmoja. Kuna kufa. Vyote vinavyoonekana ni upuuzi. Hivyo mambo wangu ya kunao vitafuta. Ndugu zangu, niwashukuru kwa hilo. Niseme alhamdulillahi rabbil alamin. Katika kuiombea amani nchi yetu, viongozi wetu, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Bingwa mweledi
mwenye kuwapambania Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Shukrani jazili. Ni mimi Abdallah Ahmed Abdallah Mkanalile niliyekuwa nikiongea hapa, ambaye ni afisa habari wa mkoa wa Morogoro kupitia Chamata Association, chama ambacho kinachoangalia miradi mbalimbali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.